wetu. Asante kwa nafasi hii nzuri umetupatia Jehova, tukaweze kukuabudu. Twasema asante Mungu wetu. Ninaomba mchana wa leo Bwana ukaweze kutubariki, ukaweze kuzungumza na maisha yetu. Receive all the glory, receive all the praise, Almighty Father. We are totally dependent on you, O God. Have your way in our midst, O God. Speak to each one of us, O God. Tunawakaribisha hata wanaungana nasi kupitia njia ya mtandao, kwamba Bwana ukaweze kuwafikia kila mmoja katika nafasi yake. Tunakutukuza na tunakushukuru, maana wewe ni mwaminifu. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, na watu wa Mungu waseme amen. Tuseme amen. Shangilia Bwana, haleluya. Mungu wetu yu mwema. Amen. Thank you, praise and worship team. May the Lord bless you. And as we are standing, tunaenda moja kwa moja kwa neno la Bwana. Naamini Mungu anaenda kutubariki kwa njia ya kipekee. Haleluya. Mchana wa leo Mungu amepatia neno, na tunaenda kuzungumza juu ya kichwa cha ujumbe, ni wakati wa kutafuta Bwana. It is time to seek the Lord. Tell your neighbor, it is time to seek the Lord. Tell 3 people, it is time to seek the Lord. Amen. We are reading, tunasoma kwa Isaya 55 na tunaanza kwa mstari wa 6. Isaya 55 na mstari wa 6. Biblia inasema, seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Kwa Kiswahili, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ni zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Bwana aweze kubariki kusomwa kwa neno lake. Amen. Tunaweza kuketi. Tulikuwa hapa siku ya Ijumaa, na Mungu akatujenga kupitia maneno ya Isaya 40 kuanzia mstari wa 26 hadi 31. Inaongea juu ya wale wanaomngojea Bwana. Biblia inasema ya kwamba watapata nguvu mpya, wataenda lakini hawatachoka. Inasema ya kwamba hata vijana wataanguka na kuzimia,
Lakini wale wanaomngoja Bwana, hao hawatachoka, watapata nguvu mpya. Na tukapata mfano wa tai, maana Biblia inasema they will mount up with wings, watainuka kwa mabawa kama tai. Najua kumngojea Bwana si kukaa na kunyamaza ati mambo yatafanyika. Kila mahali ukiona andiko ile kumngoja Bwana ama kumngojea Bwana ni kuomba. Unamngojea Bwana unapokaa katika maombi. Ndio sababu hata Yesu alipoenda akawaahidi wale mitume na wanafunzi wake kwamba hata waacha kama yatima, atatuma msaidizi. Na walijua maana ya kungojea. Waliingia katika chumba cha juu wakangojea kupokea kipawa kutoka kwa Mungu wakiwa katika maombi. They were waiting in the upper room, not just quiet but praying. Amen. Ambia jirani, unapongojea Mungu atende kitu, unangojea katika maombi. Unapongojea promotion yako, unangojea katika maombi. Unapongojea biashara yako inuke, unangojea katika maombi. Unapongojea uoe ama uolewe, si kuna mtu anangojea aoe na aolewe hapa? Haungojei kwa kukaa hapo ndee na kuangalia huku na kule. Unangojea kwa maombi. Praise be to God. Unapongojea upate kazi, haungojei tu kwa kutembea kila asubuhi unatembea. Unaweza tembea miaka yote. Unangojea pia katika maombi. Pamoja na yale yote unatenda, unangojea ukiwa katika maombi. Praise be to God. Maombi ndio mahali tunakutana na Mungu wetu. That's where we communicate. Hapo ndipo tunazungumza. Unamimina moyo wako na yeye anajibu. Nashukuru maana tunamtumikia Mungu anayejibu maombi. Just to pass through what we read on Friday, tukaangalia tabia ya huyu tai anayetajwa katika Biblia. Tukaona ya kwamba tai anaweza kuona kwa mbali, na serikana hata maili 50 anaweza kuona kitu huko. So na wewe unapongojea, lazima Mungu akupe hii tabia ya tai, uone mbali. Bwana Yesu asifiwe. Usione tu yale yanatendeka kwa mazingira yako. Sometimes they are discouraging. Ukiweka macho tu kwa mambo unaona hapa kwa hapa, kwanza utavunjika moyo, utakosa tumaini. Kwa nini watu wengine wanafika nafasi wanajinyonga? Na hiyo kitu imeongezeka sana wakati huu. Unasikia mtu amejinyonga, wengine wamejishoot na bunduki. Ni kwa sababu ameona mambo hapa na beyond hapa, haoni chochote, haoni tumaini, haoni mambo yatakuwa mazuri. Anasema hakuna haja ya kuishi, anaondoa uhai wake.
Lakini ukiweza kuona beyond hiyo hali na dalili na circumstances ziko hapo, uone mbali, uone mbele, hautakuwa na roho ya kukata tamaa. Tai anaona mbali. Another thing, tuliona kwamba tai haogopi. The eagles are fearless. Anaweza kung'ang'ana na ile prey, chakula chake, akishika hata kama ni kitu kikubwa, atang'ang'ana kwa sababu haogopi. Pia tuliona ya kwamba tai ana nguvu fulani ya kipekee, kwamba wakati mawimbi yanakuja, storm, they take advantage of the storm. Ile hali ngumu, kama mawimbi inakuja kutoka huko, yeye naye anaweka mabawa yake, na hiyo storm ama mawimbi makali inamsaidia kuinuka zaidi. May you also have that spirit and that strength in Jesus' name. Ya kwamba majaribu na magumu yakija, they will be good for you, because hayo mambo magumu yatanikuinua kiwango kingine. Badala ya kwamba ya kuweke chini, unakuwa kama tai, yanakusaidia. Imagine anaenda kinyume na vile mawimbi inakuja, kwa hivyo na yeye inamsaidia kuinuka juu zaidi. May you have that spirit in Jesus' name. Wakati umeona mambo yanakuwa magumu, na wewe kaza kaba, sema hii ndio size yangu. This is good for me. It is going to lift me up. Wakati unaona hakuna njia, kila mahali imefungika, toa macho yako kwa hayo, sema nina nguvu na ninajua Mungu wangu yuko anaenda kunifanyia njia. Usikae hapo hivi, ushike hivi, utafute kuhurumiwa, utafute pole za watu, na wengine tu wakwambie tutakuombea na hawakuombei. Najua siku hizi nimeamua, mtu akiniambia kitu, mara nyingi napenda nimuombee hapo. Na kama sina time ya kuomba, I just speak a word over them right there. It is also a prayer. I declare something. Because sometimes we say, nitakuombea, and we never pray. Amen. You mount up like with wings like eagles. Eagles are strong when there is storm. And then tuliona kwamba pia tai wanapanda juu, wanaruka juu mahali ndege wengine hawawezi kufika. Kwa hivyo hawasumbuani na watu wengi, wanaenda juu, fiti nyingi juu. And also tuliona ya kwamba kuna wakati ameishi kwa muda, kuna wakati ana retreat, anaenda anajirefresh, anatoa zile manyoya yake zimezeeka, anapata nguvu mpya tena. Amen. And also tuliona ya kwamba wanawalinda watoto wao sana na kuwa train. Akijua kwamba mtoto huyo amefika mahali anahitaji kuruka, anatolewa, anawekwa hapo kwa mgongo wa mama, na mama ameweka hivyo, na mama anaruka na yeye, alafu anamwachilia kwa ghafla. Yule mtoto anasumbuka kama anaenda kuanguka, lakini kwa hiyo atagundua ana mabawa kidogo pia. Na wanasema wale wamechunguza, wanasema kama yule mtoto anakuwa mvivu,
Maana mama akiona anaenda kuanguka vibaya, anakuja tena chini yake anambeba, na akiona kwamba analegea sana, na rudishwa kwa nest, kwa nyumba, anapanishiwa kidogo, anadonwa, ambiwe wewe kuwa na nguvu. Amen. I learned also something. We need to train also our children in the ways of God. The other day tuliongea juu ya madhabahu ya nyumbani. Hiyo madhabahu unakusanya watoto wako, na hata kama kuna wengine wanaingia kwa nyumba yako, they must submit to the altar in your house. We said we must have altars in our house for the Lord. Ukiingia unajua hapa watu wanaomba. Na nashukuru kwa kutembea na watu kama hao. Wakati niliokoka kati ya wazee na walinilea. I didn't have so many youth. I didn't have strong youth around me, that I had wazee waliookoka. Tukutendeleza. They walinilea. Siku moja nimeenda kutembelea mmoja, na ni mtu mzee, lakini sheria katika ile nyumba, ikifika saa 10 kila mmoja kwa room ile umelala unabishiwa, amuka, ni wakati wa kuomba. Najua siku hizo tukiwa bado wadogo na ndio tumeokoka, unaona sasa hivi umechoka, usingizi na ni mahali pa baridi, lakini tunajikakamua, naenda tunakusanyika pale na tunaomba 1 hour praying, alafu wanatuongoza. Those days, those things left something in my heart, in my life. Na wewe sasa kuwa kama tai, ulia na watoto usiwaachilie. And that's why the Bible says, compare wanaomngojea Bwana kama tai. So I am continuing with the teaching on waiting upon the Lord, praying, seeking God. Leo tunasoma Isaya 55, inasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Najua maandiko haya umeyasoma mara nyingi, unayajua, but God has put it in my heart to share it again with us. Unapotazama ulimwengu huu tunamoishi na nyakati hizi, mambo yanayotendeka, naamini yanatuonyesha kweli kwamba kweli tunamhitaji Mungu. Ulimwengu unakumbwa na hali ambazo mwanadamu ana suluhisho. Nimesikia mara nyingi watu wakipatwa na shida wanasema, serikali tusaidie, serikali. It's okay, it is good, sikatai. Lakini inafika wakati na hiyo serikali yenyewe haina suluhisho. Magonjwa yanayopatikana wakati huu, including corona, hata ulimwengu haujapata suluhisho, haujapata tiba kamili. Najua kuna vaccination na kuna mambo haya, na siwezi kusema usiwe vaccinated ama uwe vaccinated, siwezi kukulazimisha. Mimi nitasema according to the knowledge ile uko nayo, you decide. But in all, even the scientists, they do not have the 100%. Hawana uhakika wa 100%. You agree with me? And so all of us, we still need to depend on God. We depend on God. Tunamtumaini Bwana. Ndiyo sababu Biblia inasema
mtafuteni maadamu anapatikana. Jehova ndiye kimbilio, Jehova ndiye suluhisho. I want to combine it with nataka nichanganye na maandiko yaliyo katika Proverbs ama Mithali 21. Mithali 21 na mstari wa 31. Mithali 21 mstari wa 31 nasema, farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Farasi huwekwa tayari kwa ajili ya siku ya vita, lakini wokovu utatoka kwa nani? Kwa Bwana. Proverbs 21 verse 31. It means kama mwanadamu unaweza fanya mipango yako yote mzuri, unaweza jipangia mambo yako vile mambo yatakavyokuwa, tunasoma, tunafanya kazi, lakini Jehova Mungu asipofanikisha hiyo mipango, yote ni bure. Brethren, si kuja na habari mambo mengi, nimekuja tujue ya kwamba tunamhitaji Bwana, tunamhitaji Mungu. Sasa nikaanza kwa kusema yanayoendelea katika ulimwengu, kitu kimoja nina uhakika nacho ni kwamba yanatuonyesha upungufu wetu kama mwanadamu na ya kwamba tunamhitaji Mungu. Wakati mwanadamu anafika mwisho wake, pamoja na mipango yake yote nzuri, na anakuta hana jibu, ana suluhisho. We were created to depend upon the Lord. Hallelujah. You cannot do without God. Hawezi kufaulu bila Mungu, na mimi siwezi kufaulu bila Mungu. Ndiyo sababu tumtafute maadamu anapatikana. Unataka ufaulu kwa maisha yako, mtafute Bwana. Mtafute Bwana. Bwana awe nafasi ya kwanza katika maisha yako. Na neno hili naposema maadamu anapatikana, inamaanisha nini? Basi kuna wakati atapatikana. Inakuja wakati itakuwa too late. Too late. Mtafute maadamu anapatikana. Kwa nini tumtafute? Mungu anajidhihirisha kwa wale wanamtafuta. He doesn't ajifunui kwa kila mtu, ni kwa wale wanamtafuta. Hii inanijenga wapendwa. Inamaanisha katika nyakati hizi ngumu, katika wakati huu ambapo kuna changamoto nyingi, tunapomtafuta Bwana atatufanyia njia mahali hakuna njia. Atakuinua kinyume na jinsi hali ilivyo. Even when people think everybody should go down, kila mtu lazima aanguke, Jehova Mungu ukimtafuta atakuinua, atakupigania. Glory to God. Amen. Nimekuja
jenge nikuhimize, ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Usiridhike na vitu. Umekuwa umejikusanyia vitu fulani. Waimbaji walisema unaweza kuwa na nyumba nini, kila kitu. Hiyo ikisikuridhishe ukatosheke, ukawe kama yule tajiri aliyesema baada ya kupata mavuno mengi amejaza ghala lake, akajipiga kifua aseme, sasa roho yangu tulia. Yeye hakusema ukae na Bwana. Okay, hiyo ni yetu. Sisi tutatulia tukae na Bwana. Lakini yeye alisema tulia, ule, unywe. Ufurahi. Na mimi nina shida na watu wakibarikiwa hawana Mungu katika mipango yao. Sometimes ninaangalia hata runinga, naona mtu amefanikiwa kwa mara moja, na anaulizwa, ukipata hizo pesa utafanya nini? Mwingine jana niliona akasema, nitazirai mara ya kwanza niamuke. Nizirai tena mara ya pili niamuke. Alafu ya tatu sasa niende nikajivinjari. Bwana ngojea nisikie aseme pia nitaenda nimshukuru Mungu. You see how people when they plan, wanapanga na wanaacha Mungu nje. Mwenye kupeana uzima wanaacha nje. Mwenye kufanikisha wanamwacha nje. Wewe usiwe namna hiyo. Sema mimi siko namna hiyo. Umeona vile next verse inasema pale katika Isaiah 55. Isaiah 55. The next verse inasema, let the wicked, mtu mbaya na aache njia zake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe. Number 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Wewe unafikiria hapa, lakini Mungu anakufikiria mazuri na mawazo yaliyo ya juu. His thoughts are higher thoughts. Wewe unafikiria mambo ya kuwa hapo chini, naye Mungu anafikiria mambo ya kukuinua juu. Nilitarajia nikasikia amen. Nasema wewe mipango yako unafikiria mambo tu itakuweka hapa chini, lakini Mungu anakuwazia mambo yatakayo kuinua juu zaidi. Hallelujah. So tunapoomba hatuombi Mungu aje akaingie akafit kwa mipango yetu. Tunaomba tuinuliwe. Ndio sababu unapoomba jiachilie huru, usiwe na akili umeweka tu fixed mind. Hata unapofanya maamuzi yako, unapopanga mambo yako, useme yaweka haya, lakini Bwana wewe ndio utaingililia, utaongoza mipango hii yote iwe sawa. The horse is made ready for battle, but victory comes from the Lord.
Kuna watu wamejipanga vizuri sana lakini wakashindwa. Lakini kukawa na wengine walionekana ni kama hawana mwelekeo, lakini walimtegemea Mungu, wakafaulu, wakafanikiwa. Nilikuwa nawaza juu ya something the whole of yesterday as I was reading, nilipokuwa nikisoma neno la Mungu, kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya, he can make you, anaweza kukufanya kitu ambacho hata hukutarajia. Anaweza kufanya hiyo kazi yako iinuke kiwango kingine hata hukutarajia. Anaweza kubadilisha maisha yako, hata watu wakikutana na wewe washangaa, huyu ni yule, kweli ni yule. Jehova Mungu anaweza. He can make a way where there is no way. That's why tunahitaji kumtafuta. Ukose vitu vingine, lakini ukiwa na Mungu, you have everything, una kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Prayer, maombi, kutafuta uso wa Bwana. Hiyo nafasi ya moyo wako. Mali isijaze. Vitu ulivyo navyo, kazi, shughuli. Mimi nawahurumia watu ati hawawezi omba kwa sababu wana shughuli nyingi. Hizo shughuli Mungu asipokusaidia hauwezi kufaulu. Kulikuwa na kisa kimoja, sitasoma kwa sababu ya wakati. Kukawa na njaa kule Samaria, mpaka watu wanaanza, wamama wanafikia wakati wa kula watoto wao. Sija imagine hiyo ilikuwa terrible, Wamekula kila kitu ingine, sasa wakule watoto wao. Sijui kama hiyo inaweza fanyika nyakati zetu. Mimi nafikiri wamama wa leo mtaamua mkufe na watoto hao kwa njaa badala ya kuwakula. Nilikuwa nafikiria hiyo. Kuna mama anaweza kusema tutakula mtoto. Naona wamama wengi mtasema wacha njaa iniue pamoja na mtoto, lakini sitakula. Si ndio wamama wa leo? Lakini wale waliamua. Hata wawili wakasema leo tunakula wangu na kesho tutakula wako. Na ilipofika wakati wa kula, huyo wa pili mwenyewe akamficha. But the whole story is this. Mfalme akawa anatembea juu ya ule ukuta wa ulinzi. Ukuta ule ulikuwa mkubwa, mpaka magari ya farasi yanaweza pita hapo juu. Na mama mmoja huyo akalia akasema, sasa tulikubaliana na haijawezekana. Mfalme unisaidie. Maneno ya mfalme haya ndio nakumbuka. Sitaki kuanza kutafuta na kusoma hiyo hadithi, utasoma. Mfalme alijibu akasema, Mungu asipokusaidia. Mungu, mtaenda kutafutia hiyo story. Mungu asipokusaidia. Na mimi sina msaada. Ufupi. Do you know there riches, kunafika wakati hata wafalme hawana msaada. Kwa sababu tumtafute Mungu wetu, aliye ni msaada wetu. Yeye ni msaada wa karibu wakati wa mahitaji. Mwambie jirani, Jehova Mungu ni msaada wa karibu wakati wa mahitaji. Kabla ya kufikiria kukimbia kwa jirani upate msaada,
Angalia juu. Elekeza moyo wako kwa Bwana. Piga magoti. Jehova ni msaada wa karibu, hata kuliko jirani, hata kuliko ndugu. Pigie Mungu wetu kofi mazuri. Haleluya. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana. I want us also to read Ephesians chapter 6 and verse 18. Ninapoendelea kujenga juu ya ili neno kumtafuta Bwana, kukaa katika maombi. Ephesians chapter 6, Waefeso 6 na mstari wa 18. Biblia inasema, kwa sala zote na maombi mukisali kila wakati katika Roho, mukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa sala zote mukisali kila wakati. Hebu niambie, kila wakati inamaanisha nini? Kila wakati inamaanisha bila kukoma. Unajua jinsi ya kuomba kila wakati. Iko katika hiyo verse inasema katika Roho. Ninapenda hiyo. Mukisali kila wakati katika Roho. Unajua katika Roho naweza kuwa njiani natembea, lakini roho yangu inaomba. I am praying. Kwa sababu unaweza ona natembea lakini mdomo wangu I'm talking to God. Naongea maana kuna roho yangu iko connected. Mukisali kila wakati katika Roho. Maandiko mengine katika Warumi nasema hatujui kuomba, lakini Roho wa Bwana anatusaidia kuomba hata kwa maneno yasiyoweza kutamkwa. We need always to be in the spirit. Tunahitaji kukaa katika Roho. Mukisali kila wakati na maombi yote. Umeona hiyo andiko? Praying always with all prayer. All prayer. Why? Because prayer is in so many forms. Maombi iko katika nafasi nyingi. Kuna maombi ya kuabudu na sifa. Praise and worship is a prayer. Naweza kuwa unatembea lakini unaabudu. You are connected. Uko katika maombi pia. Number 2. Kuna maombi inayoitwa petition and intercession. Ndio inasema mkiwaombea watakatifu wote. So maombi haifai kuwe tu ni mimi. Inafika wakati iwe zaidi ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuombea majirani wetu. Pia tunawaombea watakatifu wote. Tunaombea mwili wa Kristo. Sisi hatuna mipaka ya madhehebu. Tunawaombea watumishi wale wengine wa Mungu na wapendwa wale wengine wote.
Tunawaombea wanaopitia hali na changamoto tofauti. We pray for them. It is called intercession. Unasimama kwa pengo kwa ajili ya wengine. Nimekuja nikuite ili uwe huyo mtu atakaye simama kwa niaba ya wengine. Wapendwa, ni wakati wa kuenda zaidi ya binafsi. Sababu ya wengine hawaombi ni kwa sababu anaona mambo yake iko sawa. Do you know that the reason some people don't pray? Hakuna kitu kinamsukuma kwenda kuomba, so they sleep. Inasema mukikesha. Juzi tumekuwa na mini kesha, tukaomba hapa. Mukikesha, unaweza kukesha hata nyumbani kwako. Nipungie kama tunaelewana. Hiyo kitanda kizuri uko nacho, unasema leo. Wewe vile umekaa kitanda kaa. Naomba. Unakesha. Huwezi kukesha juu ya kitanda, si ndio? Kuna maombi ukitaka ukae mbali na kitanda. Wengine huwa unapenda kuomba sana karibu na kitanda. Sisemi ni mbaya, lakini saa nyingine unaweza jikuta ulilala hapo pasipo kujua. Hata Yesu, Biblia inasema aliamka asubuhi na akaenda mahali faragani kuomba. Ina nguvu hiyo. So mukikesha na kuomba, nilikuwa nasema kuna maombi ile ya kusimama kwa niaba ya. Si usimame kwa niaba ya hao ndugu zako ambao hawajaokoka. Si usimame kwa niaba ya hao majirani hawajaokoka. Si usimame kwa maombi kwa niaba ya hao wafanyikazi wenzako hawajaokoka. There is nobody who cannot be changed by prayer. Unajua hiyo? Hakuna mtu asiyeweza kubadilishwa na maombi, na hakuna hali haiwezi kubadilishwa na maombi. That's powerful. Ati ile hali unaona ni ngumu, kupitia maombi hiyo hali inaweza badilika. Inaweza badilika. Nasema hiyo hali inaweza badilika. Unaweza kuwa uko na ugonjwa. Daktari akasema hii itabidi ukae nayo maishani mwako yote. Lakini habari njema ni kwamba maombi inaweza badilisha hata hiyo neno la daktari. Ugonjwa ule ukakauka, ugonjwa ule ukatoweke. Na ninatabiri juu yako, kama umeambiwa maneno kama hayo, pokea uponyaji wako. Ninaachilia uponyaji wako katika jina la Yesu. Hiyo hali isikie sauti ya Bwana. In the name of Jesus. It doesn't matter. Wengine si magonjwa. Wengine uliambiwa tu mambo. Watu wakasema huyu hatainuka. Familia hii wao watakaa hapo tu kutamika, kuteseka. Na wewe unaweza kukaa pale ukaona sisi ilikwisha semwa. Kaa kama tai, be fearless, sema walisema, lakini Mungu hajasema hivyo. Mungu ananiwazia mema, na ukaanza kubadilisha ile hali. Praise be to God. Inaweza kuwa wakasema hakuna kazi. Na kweli kila mahali ukienda unakutana na kibandiko mlangoni nasema no vacancy. But you can say mimi ni mtoto wa mfalme. Mfalme anayemiliki mbingu na nchi na vyote vilivyomo.
na mimi nafasi yangu itapatikana. Sikia mpendwa, usikubaliane na hali jinsi ilivyo. Unanielewa? Useme hii sasa nina hali yangu. Don't agree. So long as it is not in the will of God. Na wewe pia you don't want, hutaki kuwa pale, unataka kitu kizuri, unaweza kubadilisha pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi ya petition, kuombea wale wengine. Kuna maombi ya shukrani. Na pia kuna maombi ya vita, inaitwa spiritual warfare. I want you to be stirred up for this also. Maombi, in short, let me give you this. Hivi ndivyo naelewa maombi. Unaweza kuwa na mwingine ana njia tofauti, but hivi ndivyo mimi naelewa na ndivyo huwa nafanya mara nyingi. Maombi yangu naanza kwa shukrani, alafu nitaomba, ni supplication. Kuna mahali napeleka mahitaji yangu kwa Bwana. Alafu naingia intercession, naombea wengine sasa. Alafu namalizia kwa vita, warfare. Hebu nikwambie what I believe. Ukiomba na maombi yako haina warfare ndani yake, kuna kitu umeacha nusu. Nipungie tu. Mimi nafundisha vile Roho wa Mungu ananisaidia. Uombe na hakuna vita umepigana hapo. Umeacha vitu hangi. By the way, maombi si kulia. Hiyo uombi unalia tu. Na kuna watu wanalia tu, wanapiga kelele. Wanalia, wanapiga duru. Hiyo siku. Na ukiona tu, ukisikiza hata hiyo, ukitega masikio Pastor Bati, hakuna kitu anataja ya kushikilia ati ameambia Mungu igalalia tu. Mungu haguzwi na machozi ile unatoa. Mungu anaguzwa na imani na yale unamwambia ukimaanisha. Unaweza lia machozi debe moja lakini hakuna kitu ulisema. Na hivyo hakuna kitu. Lakini unapotaja mambo kwa imani, yanatendeka. Praise be to God. So tunaenda kwa hatua nyingine ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, maombi yako yasipokuwa na vita, haujakamilisha maombi. Tunaingia malangoni mwake kwa shukrani, kwa sifa na shukrani. Unakuja, unamshukuru, unamtukuza. Alafu unaongea yale. Pia mimi huwa nasema siwezi anza mambo ya wengine na yangu sijasema. Kwa hivyo namwambia yaliyo ni yangu. Na mimina moyo wangu kwake. Namwambia mahitaji yangu na uzuri wa Mungu wangu. Hata yale wewe nikikwambia utanionea haya, utanicheka. Lakini Baba nikimwambia hanicheki. Unajua kuna mahitaji yetu mengine ukimwambia mtu anasema kumbe hata wewe unahitaji kitu kama hicho. Lakini Mungu wetu, you can tell him everything. Unaweza kumwambia siri zako zote na mahitaji yako yote. Hachoki na wewe. Sikia hii. Kwanza yeye ndiye anakungojea. Unasikia hiyo? Kwanza Mungu ndiye anakungojea. Anatafuta watakao mtafuta pia. He is looking. Si hiyo ni mzuri? Atikuwa unamtafuta na yeye pia anakutafuta. Si mtapatana kwa haraka. Praise be to God. Maombi ninapoelekea kumaliza.
maombi inasuluhisha mambo ambayo kwa mwanadamu hayawezekani, mambo yanayokuwa magumu. So inatuhimiza kwamba Ephesians 6:18 sema, kwa sala zote na maombi mukisali kila wakati. Of course pia kuna kule kukiri, is part of prayer. Unapoomba unahitaji pia kujiweka wazi mbele za Bwana. Dhambi huzuia Mungu kutenda kazi. Lazima mioyo yetu iwe wazi na tujitenge na dhambi. Ndiyo sababu Yakobo anasema, Yakobo 5:6, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mupate kuponywa. Alafu nasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Umesikia hiyo? Kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Labda unauliza, mimi ni mwenye haki? Ndiyo, unafanyika mwenye haki kwa kumwamini Kristo na kujitenga na dhambi. Luka 17 nasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Yakobo 5:17, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6, 3.5 years. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba.